Basi nakukaribisha katika kutafakari neno la Mungu ili ya kwamba tukaweze kujengwa. Na somo ambalo tunaenda kulitafakari ni somo ambalo linasema kuushinda ulimwengu. Kuushinda ulimwengu. Maisha tunayoishi chini ya jua, sote tunavyojua, ni maisha ya mapambano. Sote tunapambana kila usiku, kila mchana tunapambana. Dunia nayo iko na upinzani mkubwa dhidi ya maisha yetu. Dunia haingependa mtu hata mmoja afanikiwe kimaisha. Dunia haingependa mtu hata mmoja afanikiwe kiroho. Lakini kwa kutafakari neno la Mungu mchana wa leo, utaweza kuelewa jinsi gani mtu anaweza kuushinda ulimwengu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Basi ninaomba tusome kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5, mstari wake ni ule wa 3 hadi ule wa 5. Na maandiko yanasema hivi: kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake si nzito. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Na huku ndiko kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Mwenye kuushinda ulimwengu ni nani, isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu? Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Mtume Yohana hapa anatuonyesha kwa habari ya mtu yule ambaye ana uwezo wa kuushinda ulimwengu. Kama nilivyotangulia kukuambia, kila mwanadamu yuko vitani. Kila mwanadamu anapambana na ulimwengu, anapambana na mapito yaliyoko chini ya jua. Dunia imejaa mapambano mengi tu. Ulimwengu umejaa mapambano mengi tu sana. Lakini je, ni nani mwenye ambaye ataushinda huu ulimwengu? Maana vita iliyoko ni vita moja kali sana. Ni mapambano makali sana. Mpaka kuna wengine wanafikia point wanakata tamaa katika maisha. Wengine wanafikia point wanacommit suicide, wanajitoa uhai ili ya kwamba wasiendelee kuishi duniani katika hali ya mapambano, wakidhania ya kwamba sasa wanapumzika. Lakini mchana uwa leo nataka nikujulishe kwa neno la Bwana ya kwamba kuushinda ulimwengu kunawezekana kabisa. Lakini si kila mtu ana uwezo wa kuushinda ulimwengu. Wako watu maalum ambao wana uwezo wa kushinda ulimwengu, nao ndio tumewaona katika maandiko ambayo tumeweza kuyasoma. Mtume Yohana anaandika akisema ya kwamba kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Kwa hivyo tunaona mwenye kuushinda ulimwengu ni yule ambaye amezaliwa na Mungu. Na je, mtu anazaliwa na Mungu kivipi? Mtu anazaliwa na Mungu kwa njia ya imani. Kwa njia ya imani kwa Yesu Kristo. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu Kristo alikuja kwa walio wake, lakini walio wake wakamkataa. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio hao waliaminio jina lake. Kwa hivyo ili mtu azaliwe na Mungu, ni sharti kwanza amwamini Yesu Kristo ya kwamba ni mwana wa Mungu. Lazima aungamanike na Kristo Yesu kwa njia ya imani, hapo ndipo anafanyika mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Mwanadamu yule ambaye amezaliwa na Mungu kwa njia ya imani kwa Yesu Kristo, yeye ndiye akona uwezo wa kuushinda ulimwengu. Changamoto zote za maisha anaweza kuzishinda. Mapito yote ya maisha, huyu aliyezaliwa na Mungu anaweza kabisa wa kuzishinda, kwa sababu nguvu za kuushinda ulimwengu zimo ndani yake, nazo ni nguvu za Mungu aliye hai. Hakuna siku Mungu aliye hai amewahi kushindwa na hatawahi kushindwa. Hivyo kila kiumbe kilichozaliwa na Mungu, kila mtu aliyezaliwa na Mungu ana uwezo wa kuushinda ulimwengu. Mpendwa unayenisikiliza, ambaye umezaliwa na Mungu, nataka nikuthibitishe kwa neno hili la Bwana. Usikate tamaa, inua imani yako. Wewe ni mshindi, umeushinda ulimwengu. Maandiko yanasema ya kwamba na huku ndiko kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Kwa hivyo hiyo imani yetu tuliyo nayo ndani ya Yesu Kristo ndio inayotupa kuushinda ulimwengu. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha ukiondoa hii imani kwa Yesu Kristo, basi hapo hakuna kuushinda ulimwengu.
Kwa hivyo kushinda ulimwengu kwetu kote kunategemea imani tuliyo nayo ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa kuungamanishwa na Kristo Yesu kwa njia ya imani, tunaushinda ulimwengu. Maandiko yanasema tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda, ambaye ni Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo. Na wewe ambaye bado haujamwamini Yesu Kristo, unayo fursa ya kumwamini Yesu Kristo. Unapomwamini Yesu Kristo, unazaliwa mara ya pili. Unazaliwa na Mungu mwenyewe mara ya pili. Unatoka katika hali ya uwanadamu, unaingia katika hali ya uungu. Na kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Kilichozaliwa na mwanadamu ndicho kinashindwa na ulimwengu, lakini kilichozaliwa na Mungu kinaushinda ulimwengu kwa nguvu za Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 5, maandiko yanasema, mwenye kuushinda ulimwengu ni nani isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu? Kwa hivyo yule ambaye anaamini Yesu ni mwana wa Mungu, huyo ndiye ambaye anakuwa amezaliwa na Mungu, na tena huyo ndiye anaushinda ulimwengu. Hebu ninaomba kwa haraka haraka tufungue maandiko kwenye kitabu cha Injili kama alivyoandika Yohana Mtakatifu, sura ya 16 mstari wa 33. Maandiko haya yanasema, hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Bwana Yesu hapa anatufunulia ya kwamba ulimwenguni mnayo dhiki, ulimwenguni mnayo mapambano, ulimwenguni mnayo mapito makali, lakini anasema jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa habari yake yeye mwenyewe anasema yeye ameushinda ulimwengu kwa sababu yeye ni mwana wa Mungu. Vivyo hivyo kila kitu ambacho kimezaliwa na Mungu, ukiwemo wewe unayenisikiliza, ambaye unamwamini Yesu Kristo ya kwamba ni mwana wa Mungu, basi na wewe pia umeshinda pamoja na Kristo. Kama vile Kristo hapa anasema yeye ameushinda ulimwengu, vivyo hivyo hata na wewe, hata na mimi, na kila mtu anayemwamini Kristo Yesu ya kwamba ni mwana wa Mungu pia amepewa kuushinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisoma waraka wa mtume Paulo, anasema ya kwamba natumaini kwa Waefeso pale, anasema ya kwamba kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, ni juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, ni juu ya wakuu wa giza. Na huo ndio ulimwengu ambao tunashindana nao. Huo ndio ulimwengu ambao tunapambana nao, ni ulimwengu wa giza, ulimwengu wa kupambana na wachawi na waganga, ulimwengu wa kupambana na majini katika ulimwengu wa roho. Kwa hivyo vita vyetu tunapambana katika ulimwengu wa roho, na tunapopata ushindi katika ulimwengu wa roho, matokeo yanajidhihirisha kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Ni nani atakayeshinda mapepo? Ni yule ambaye amezaliwa na Mungu. Ni nani atakayewashinda wachawi? Ni yule ambaye amezaliwa na Mungu. Ni nani atakayeshinda falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho? Ni yule ambaye amezaliwa na Mungu. Mchana huwa leo ninakuchallenge mahali popote unaponisikiliza, wewe ambaye bado hujafungua moyo wako ili ya kwamba kuweza kumruhusu Mungu akuzae mara ya pili. Unayo fursa sasa ya kumruhusu Mungu. Hayo mashindano unayopitia, hayo mapambano unayoyapitia dhidi ya nguvu za giza, dhidi ya utawala wa giza, unaweza kushinda kabisa endapo utaruhusu Mungu akuzae mara ya pili kwa njia imani yako ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Basi Mungu na akubariki sana. Chukua hatua hii ya kumwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na huko ndiko kuzaliwa mara ya pili, na hivyo ndivyo unakuwa miongoni mwa washindi wanaoushinda ulimwengu, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Maandiko yanasema kwa moyo mtu huamini hata akahesabiwa haki, na kwa kinywa humkiri Yesu ya kwamba ni Bwana hata kupata wokovu. Hiyo ndiyo njia ya kuzaliwa mara ya pili. Basi mchana huwa leo, mali ulipo, ikiwa umekubali ya kwamba haya ndiyo majira yamefika, nimeelewa na neno la Mungu na ninachagua kuzaliwa mara ya pili na Mungu, basi fungua moyo wako na ukiri maneno haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, nimelisikia neno lako, nami ninafungua moyo wangu ya kwamba nikazaliwe mara ya pili na Mungu aliyeniumba, nikafanyike mwana wa Mungu na nikawe na uwezo wa kuushinda ulimwengu. Asante Bwana Yesu, kwa sababu kwa njia yako wewe
nimezaliwa mara ya pili. Ninakiri sasa mimi ni kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Nijaze na Roho Mtakatifu akaniwezeshe kuishi maisha ya imani na maisha ya ushindi dhidi ya ulimwengu. Kwa jina la Yesu naamini na kuokoka. Amen. Basi Mungu awabariki sana wapendwa, hadi kipindi kingine kijacho. Ni mimi mtumishi wa Mungu Ayubu Jema. God bless you so much.